Uzinduzi wa mpango mkakati wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto mtakuwa wa pili 2024-25, 2028-29 mkoa wa Iringa umezinduliwa. Kwa nini mtakuwa ni muhimu kuendelea kuwepo? Huyu ni Glesis Malenga, mratibu wa mtakuwa mkoa, anaeleza matokeo na mafanikio ya mtakuwa wa kwanza. Mtakuwa uliopita umefanya vizuri na tunatarajia mtakuwa wa sasa ambao mtakuwa wa pili utafanya vizuri zaidi. Maana tumejifunza mengi na tumeona mafanikio. Kwa mfano tumeona mafanikio upande wa kina mama ambao ukatili ulikuwa 40%, kisa imekuwa 40% mpaka 17% umeshuka, lakini vituo vya watoto vimeongezeka, madawati yamehuishwa, yameanzishwa, kamati za malezi zimeanzishwa, zimeuishwa, lakini pia tumeona hata mashauri ya watoto nayo yamefanyiwa kazi kwa kiwango kikubwa sana. Na tunaamini mtakuwa wa pili, jinsi tulivyoona wa kwanza na tumejifunza, tutafanya vizuri zaidi. Grace anataja mafanikio mengine. Kwa mkoa wa Iringa kweli ukatili unapungua, na unapungua kwa sababu watu wengi wanatoa taarifa masuala ya ukatili. Tunaona ushirikiano wa wananchi jinsi tunavyoripoti masuala ya ukatili. Kwa hiyo tunaona kabisa kwa upande wa mkoa wa Iringa ukatili umepungua kwa kiasi kikubwa. Mtakuwa hii ya pili imezinduliwa na katibu tawala wa mkoa wa Iringa. Na mpango huu wa mtakuwa ya pili umekuja na maboresho. Ili tuweze kufanya vizuri tunahitaji kuwahusisha wanaume zaidi. Sababu mtakuwa uliopita wanaume uliwaweka pembeni. Kwa awamu hii tumejipanga kisawasawa kufanya vizuri zaidi kwa kuwashirikisha wanaume. Lakini kingine, vyombo vya habari vilitumika kidogo. Awamu hii tumejipanga kuwatumia kwa hali ya juu ili wananchi wote waweze kuwa na taarifa kuhusiana na mtakuwa. Ni mambo gani yanahitajika kufanyika ili mtakuwa hii ya pili iweze kufanikiwa? Kwa wito wangu ni kuviomba vyombo vya habari vitusaidie kuhakikisha jamii inaelewa maana ya hizi kamati za kuzuia ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Na kingine ni kila mwanajamii aone yeye ana wajibu wa kupambana na masuala ya ukatili wa wanawake, watoto, lakini pia wanaume, kwa sababu wanaume pia wanafanywa ukatili. Ili kutimiza dhima ya taifa ya kuondoa ukatili katika jamii, mtakuwa ya pili ni jumuishi. Mwongozo umeboreshwa na muundo umetoa fursa kwa mashirika yasiyo ya kiserikali na wadau kubeba jahazi hili la mtakuwa ya pili. Hivyo nina imani kwamba kila mdau anayetekeleza afua za kuzuia na kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto katika mkoa wa Iringa atatumia mwongozo huu katika kutokomeza ukatili dhidi ya makundi hayo kadri inavyoelekezwa na mwongozo. Ndugu washiriki, mwongozo ulioboreshwa umetoa ufafanuzi wa uongozi. Mwenyekiti kwa ngazi ya mkoa ni katibu tawala mkoa, na atakuwa na mwenyekiti mwenza kutoka katika mashirika yasiyo ya kiserikali, kwa maana tutakuwa na sasa NGO ndio atakuwa mwenyekiti mwenza. Ngazi ya halmashauri mwenyekiti ni mkurugenzi, na atakuwa na mwenyekiti mwenza kutoka katika mashirika yasiyo ya kiserikali. Katibu ambaye ni mratibu atakuwa maendeleo ya jamii au afisa ustawi wa jamii, na katibu mwenza atatoka katika mashirika yasiyo ya kiserikali. Ngazi ya kata ni mtendaji wa kata, na ngazi ya kijiji au mtaa ni mtendaji wa serikali ya kijiji au serikali ya mtaa. Vile vile mwongozo umefafanua zaidi wanaotakiwa kuwa makatibu na wajumbe wa kamati kwa kila ngazi, ambapo mkoa na halmashauri ziliwezesha uteuzi wa viongozi na wajumbe hao, ambapo uongozi na wajumbe hao wao unategemea kuisha mwaka 2029. Kwa hiyo nategemea timu hii tutakwenda kadri ya mapenzi ya Mungu mpaka 2029, ambapo tutajitathmini kwenye utendaji wetu kadri ya mwongozo unavyoelekeza. Kwa upande wa Jeshi la Polisi tunatarajia mafanikio makubwa zaidi ambayo yatatusaidia kupunguza vitendo vya ukatili kwenye jamii, kwa sababu hapa wadau wote tunaunganisha. Kwa mfano tuna viongozi wa dini, viongozi wa taasisi mbalimbali, wapo mahakimu, wapo wanasheria ambao wote tunashughulika na ukatili na tunakaa kama kitu kimoja katika kushughulikia vitendo vya ukatili. Tumejipanga kuhusu kupinga ukatili wa kijinsia katika maeneo tunayoishi na maeneo jirani ambayo yanatukaribia. Tunapinga kwa kutoa elimu na
kwa kuwaomba waliofanyiwa kitendo cha ukatili kupata taarifa zao na si kuzifikisha katika ngazi husika. Ukatili unaojadili kwenye mpango wa taifa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto unalenga kabisa kuondoa ukatili ambao unafanywa na watu ambao wamekosa malezi. Kwa hiyo kama tukiboresha malezi vizuri, ni wazi kwamba hata huu mpango wa taifa utafanikiwa sana, kwa sababu wanaofanya ukatili hawatakuwepo, lakini na pia wanaofanywa ukatili hawatakuwepo. Baada ya miaka 15 au 20 ijayo, tutakuwa na kizazi ambacho kina maadili, kina utu, kina heshima. Kwa hiyo hawatafanywa ukatili sababu wanajitambua, lakini pia wao hawatafanya ukatili sababu wanaheshimu utu wa wenzao. Sisi kama shirika la SOS tulishaanza utekelezaji wa MTAKUWA awamu ya pili. Tulishaanza kwa kuratibu vikao mbalimbali ikiwemo uzinduzi wa MTAKUWA awamu ya pili au majadiliano ya MTAKUWA awamu ya pili mkoani, lakini pia tukashiriki katika kusapoti mafunzo ya MTAKUWA awamu ya pili katika ngazi ya wilaya, ambako tulifikia wilaya 2 na halmashauri 3 kwa maana ya halmashauri ya Kilolo, halmashauri ya Mufindi na halmashauri ya Mafinga. Lakini pia katika utekelezaji pia tuliweza kufikia kwa mwaka jana, tuliweza kufikia kata 12 tukiwa tumesapoti kuhuishwa kwa kamati za MTAKUWA ngazi ya kata, lakini pia tumeweza kutoa mafunzo mbalimbali ya MTAKUWA, lakini pia mafunzo mbalimbali ya kupinga ukatili wa jinsia na ukatili wa watoto katika vijiji, lakini pia katika mashule mbalimbali, tukishirikiana vizuri kabisa na watendaji kutoka halmashauri zote ambazo nimekushazitaja. Pamoja na hayo ambayo tumeyafanya 2025, tunajipanga kwa mwaka huu kufikia kata ambazo hatuweza kuzifikia kwa mwaka 2025. Tutafikia kata zaidi ya zile ambazo tuweza kuzifikia mwaka jana katika kuzihuisha hizi kamati, lakini pia kutoa elimu na kufanya uchechemuzi juu ya haki za watoto na haki za binadamu. Hii ni Makutano TV.